Habari njema kwa Watanzania wote ni kwamba Mahakama ya Kitaifa ya Jinai ICC, International Criminal Court, kutua nchini Tanzania wakati wowote kuanzisha uchunguzi kuhusu mauaji ya Oktoba pamoja na vurugu za Oktoba 29 mwaka 2025. Karibu ili niweze kukuchanganulia taarifa hizi ambazo zimeweza kutoka Geneva, ukipenda Netherlands, mahala ambapo afisi kuu za mahakama ya jinai ziko. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali, itakuwa ni makosa sana mimi ninajitahidi kukueleza yale ambayo yanaendelea kutendeka na yale ambayo yanazidi kuchipuka, na wewe haunisaidii tuweze kukuza ukumbi huu wetu ambao utakuwa unazungumza taarifa za ukweli bila ya kuogopa. Tafadhali finya hapo penye wamekuandikia subscribe, chagua kitu ambacho kinaitwa Tanzania News TV. Subscribe hapo ili tuendelee kukuza ukumbi huu, alafu mambo yatakuwa bora zaidi. Like video, alafu kuna penye wamekuandikia share, sambaza, ninakuomba. Sasa taarifa njema kwa Watanzania wote, and by the way, mnapaswa kupiga vigelegele, vitu kama hizo mnapaswa kushangilia, kwa sababu mahakama ya kisheria inayohusika kutoa hukumu na kusikiliza matukio na kesi za jinai ICC kupitia kwa baraza la wanasheria wameviambia vyombo vya habari kuwa watafika Tanzania kuanza uchunguzi wa kufanya survey na kukusanya ushahidi wa matukio yote muhimu yaliyotokea kuanzia Oktoba 29 mwaka 2025 na sheria kufuata mkondo wake. Ni taarifa nzuri kwa sababu ninajua kwamba serikali ya Samia imejaribu kupotosha wananchi. Mara tumekuwa tukiambiwa na waziri wa mambo ya nje David Kombo kwamba zile vurugu ambazo ziliweza kutokea mnamo Oktoba 29 zilikuwa kidogo. Sasa basi, kama zilikuwa kidogo, mbona wananchi wengi zaidi ya 10,000 wakaweza kuuawa? Kama zile vurugu zilikuwa ndogo jinsi ambavyo David Kombo anasema, mbona wananchi wakauawa? Serikali hii ambayo iliweza kuingia madarakani kupitia kwa njia ya uongo imejaribu kufanya kila wawezalo angalau kuwasaulisha Watanzania wasije wakakumbuka yale ambayo yaliweza kutendeka mnamo Oktoba tarehe 29 mwaka uliopita. Lakini Watanzania wamekataa katakata kusahau, kwa sababu wananchi wengi waliweza kupoteza wapendwa wao, wananchi wengi waliweza kupoteza ndugu zao, waliweza kupoteza kaka zao, alafu tunaambiwa kwamba zile vurugu zilikuwa ni kidogo, eti kwamba tunapaswa kusahau. Hakuna. Na kuna kitu ambacho ninapaswa kuongezea kwa hizi taarifa. ICC community wanasema kwamba wamepokea ushahidi wa kutosha ikiwemo kura feki ambazo ziliweza kutangazwa, ambazo ziliweza kumtangaza Samia kwamba ni mshindi.
Unajua wao ndio wamesema kipindi ambapo walikuwa wanazungumza na wanahabari, kipindi ambapo walikuwa wanatuma taarifa kuelekea kwa vyombo vya habari kwamba wamepokea ushahidi ikiwemo kura feki. Unajua Samia alifikiri kwamba atakamata viongozi wa upinzani kama vile Tundu Lissu, atawateka wengine kama vile Humphrey Polepole, atawatesa Watanzania kwa kuweza kuwafungulia makosa ya jinai ndiposa wasije wakakumbuka yale ambayo yalitendeka. Kumbe Samia aliweza kujiweka kamba shingoni yeye mwenyewe. Hiyo kamba inazidi kumnyonga Polepole. Sasa ICC nasema kwamba tuligundua ni kwamba kura zilizokuwa zimepigwa na wananchi zilikuwa ni chache sana kuliko za chaguzi zilizopita miaka ya nyuma, na pia palitokea uharibifu mkubwa wa kuchoma kura ambazo wananchi waliona sio halali wakati wameanza maandamano ya kupinga uchaguzi mkuu. Kwa hivyo unaona mpaka ICC imeweza kutangaza kwamba kura ambazo zilipigwa ni kidogo kuliko zile ambazo Samia anasema kwamba aliweza kupata kura milioni 31 kati ya kura milioni 32 ambazo ziliweza kupigwa. Sasa ICC nasema kwamba kura ambazo ziliweza kupigwa ni kidogo, na uchomaji wa kura uliweza kutokea mwingi sana Tanzania kipindi ambapo waandamanaji walipogundua kwamba palikuwepo na kura feki. Unanielewa mpenzi mtazamaji? Alafu wakaendelea kusema kwamba muda sio mrefu kila kitu pamoja na ushahidi mwingine utakuwa wazi na sheria itachukua mkondo wake kwa kuwafikisha kizimbani wote waliohusika katika mauaji ya raia na walioshiriki kwa namna yoyote ile. ICC leader ameweza kuiambia ulimwengu. Unaona, hizi ni taarifa nzuri. Sasa ninashangaa basi, Samia alikuwa anasema kwamba alishinda uchaguzi. Kama alishinda uchaguzi kwa haki na huru, mbona basi anaendelea kujificha? Mbona kipindi ambapo lazima aende kwenye umati wa watu lazima atumie commandos? Unaona kipindi ambapo alienda Kariakoo, lile soka mbali alienda kufungua Kariakoo, alienda na makomando ambao wanachunguza na kumulinda. Sasa kama basi aliweza kushinda uchaguzi wa haki na huru kwa kura nyingi, mbona anatumia makomando? Bahati nzuri ni kwamba ICC imegundua kwamba Samia aligushi kura, zingine aliiba, zingine alijipigia na zingine aliweza kujiundia. Sasa hakuna haja ya kuendelea kukuwa na wasiwasi kwamba Samia hataweza kuchukuliwa hatua. Atachukuliwa. Kama imeweza kugundulika aliweza kujipigia kura, zingine akaweza kujitangaza kwa njia ambazo hazifai, ni kipi ambacho kinakufanya uamini kwamba hataweza kufunguliwa mashtaka? Kumbuka kwamba mwaka uliopita kuna kesi ambayo iliweza kuwasilishwa na mawakili wa ulimwengu kutoka Spain. Kutoka Spain ambao waliweza kuwasilisha kesi kusema kwamba Samia aliweza kuwaua Watanzania wengi na hivyo basi inabidi aweze kufunguliwa mashtaka kama vile kuweza kuwazika wananchi baada ya kuwaua, akitaka kufuta ushahidi. Sasa mimi sitaki kuzungumza mengi kwa sababu tayari niko na furaha, hatimaye uchunguzi utaanza, alafu Samia kesi itafuata. Ninajua Kikwete amejaribu kadiri ya uwezo wake, mpaka niko na taarifa kwamba Kikwete amejaribu sana kumtetea Samia asije akapelekwa ICC. Tumeona waziri wa mambo ya nje Thabit Kombo mara akizunguka ndio ule Ulaya, ndio ule Marekani, ndio ule wapi, akijaribu kueleza kwamba sasa hivi Tanzania kuna amani. Zile vurugu ambazo zilitokea chache. Zile kanda ambazo zilikuwa zinatundikwa aswa kutoka Mwananyamala mochari zilikuwa ni AI, lakini bado hawajaweza kumsikiliza. Kesi itafanya nini? Itafunguliwa.
Sasa kuna wale wa Tanzania ambao mko na ushahidi kwenye simu zenu. Ninajua kwamba wengine wenu mmeweza kuhifadhi ushahidi wa matukio ya Oktoba, jinsi ambavyo wananchi walikuwa wanauawa, jinsi ambavyo miili ilikuwa imeoza mpaka upande wa Mwananyamala. Delete hizo video, msifute hizo video. Pindi tu ICC takapotua katika taifa letu, mimi nitawapea mwelekeo na niwapee mwelekeo mahala pa kupeleka ushahidi huo. Msidanganyike kupeana ushahidi kuelekea kwa kile kikosi cha uchunguzi cha serikali. Mnanielewa? Msidanganyike. Ushahidi huo weka ukuje kutusaidia kipindi ICC takapokuwa inachunguza matukio yote yaliyotokea Oktoba, na Samia atachukuliwa hatua. Hauwezi ukamwaga damu ya Watanzania wengi zaidi ya 10,000 alafu uachwe free. Hauwezi ukazika miili ya Watanzania ambao uliweza kuua alafu uachwe huru. Haiwezekani. Hata ndio maana Samia inaonekana kwamba alikwisha jua kitambo kwamba kesi yake imechukua mkondo tofauti, ndio maana haonekani. Tangia alipotoka Ethiopia nasikia amejificha Zanzibari nyumbani kwao. Haonekani. Aliiba kura ajifiche Zanzibar? Ama ni stresi, mawazo ndio ameweza kumfika kooni? Ama ameweza kulemewa na mawazo jinsi ambavyo aliweza kuwaua Watanzania? Tupatane kwa kanda ijao. Mwenyezi Mungu awabariki. Hakikisha kwamba unapiga subscription, hakikisha kwamba unasambaza hii kanda. Asanteni sana.